Tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, mlango ule wa 12 mstari ule wa 3 hadi ule wa 5. Kitabu cha Warumi mlango ule wa 12 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Amen. Tukae. Akisema kwamba waumini au Wakristo wasijivune wala kuwa na kiburi na kujiona wao wanafaa kuliko watu wengine. Tena anasema bali anataka maneno hayo yawasaidie hawa Wakristo, hawa waumini kuwa watu wa kweli, na watambue kwamba wamekuwa viungo vya mwili wa Kristo, yani kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia wote wamepewa uwezo wa kufanya kazi mbalimbali. Kila mmoja atafute kujua kazi au huduma ambayo Mungu alimchagulia aifanye, na kisha aitekeleze kwa bidii na kwa uaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa Mungu, maneno haya tuliyoyasoma sasa katika somo hili, Mtume Paulo anasema kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tena tuna maneno mazuri au kichwa kizuri kinachosema ndugu wakae pamoja kwa mmoja. Anasisitiza mtumishi wa Mungu kuwa hii nafasi tuliopewa tumepewa bure. Anajitambulisha nasema, kwa maana kwa neema niliyopewa mimi Paulo nawaambia ninyi kanisa, vile vipawa mlivyopewa, ile nafasi mliopewa na Mungu, mfanye kwa usahihi, msifanye kwa kuzidisha. Angalia kile kipawa Mungu alichoachilia kwako, usifanye kwa kuzidi. Anasema usipite, yani usizidishe ile nia ambayo Mungu ameweka kwako. Tena anasema kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mtu vile alivyopewa na Mungu anatakiwa afanye kazi kwa bidii kwa ile nafasi aliyopewa na Mungu, kwa kile kipawa ambacho Mungu ameachilia kwake. Lakini angalia mtumishi wa Mungu, jinsi wewe ulivyo na viungo vyako vilivyo, na anasema kila kiungo kinafanya kazi yake. Anasema hivi viungo vyote havifanyi kazi moja. Huu ni mwili, lakini kwenye huu mwili kuna viungo vingi, vinategemeana, vinafanya kazi kwa kutegemeana kuheshimisha huu mwili. Kichwa kina kazi yake, macho yana kazi yake, masikio yana kazi yake, pua ina kazi yake, mikono ina kazi yake, miguu na kazi yake, na viungo vingine vyote vina kazi yake. Lakini kila kiungo kinatenda kazi yake, lakini ile
kazi inajumuisha kuheshimisha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia hata unapotembea, ukiganda namna hii bila kuzungusha mikono, unaona kabisa hapa kuna kitu kimepungua. Huwezi kwa kiwi kujivuna wala kudharauliana wala kuwa na kiburi. Kile kipawa ambacho Mungu amekupa, mshukuru sana Mungu. Mwambie Mungu, asante, umenipa kipawa cha kushauri, umenipa kipawa cha kuimba, umenipa kipawa cha kufundisha. Kile kipawa ambacho Mungu amewekeza kwako, mshukuru sana Mungu. Lakini hivi vyote ni kwa ajili ya kukamilisha mwili wa Kristo. Yaani sisi kanisa tumepewa hii nafasi tufanye kazi kwa bidii. Kile kipawa ambacho Mungu ameachilia kwako, fanya kwa bidii. Anasema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na tunapoyafanya haya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kazi ya Mungu inasonga mbele na Mungu anajitwalia utukufu katikati yetu. Paulo analisisitiza kanisa, anasema bali anataka maneno haya yawasaidie kuwa watu wa kweli na watambue kwamba wamekuwa viungo vya mwili wa Kristo, yani sisi kanisa. Kwa hiyo tunapoyafanya haya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tunakamilisha mwili wa Kristo. Tunamtambulisha Kristo aliyoko ndani yetu. Na sisi tunapofanya haya yote kwa umoja wetu na kwa pamoja, tunamtukuza Mungu. Kwa mfano, tunaposema leo tutafanya maombi kwa ajili ya taifa, kwa umoja wetu kanisa linaenda kupona, kwa umoja wetu taifa linaenda kupona, kwa umoja wetu familia zinaenda kupona. Anasema ndugu wakae kwa pamoja na kwa umoja. Na tumeimba wimbo mzuri unasema mahali ni pazuri ndugu wanapokaa wakipatana vema. Wakipatana vema, ndani yake kuna baraka. Ndani ya Naitwa mchungaji Israeli Chipezia, EKKT Dayosisi ya Konde, usharika wa Rwanda. Katika ibada ya leo tumesisitizwa kuishi maisha ya umoja, na hasa tukifananishwa na viungo vya mwili. Kanisa la Kristo lina nguvu, lakini wakati mwingine shetani ameendelea kuligawanya ili nguvu yake ipungue. Na ni wito wa kanisa kwamba Wakristo tuwe kitu kimoja, tusidharauliane, tuheshimiane, tuchukuliane, lakini tuthaminiane vipawa mbalimbali tulivyo navyo ili kujenga mwili wa Kristo. Kwa sababu kwa kadiri Mungu alivyotuumba na kutuweka duniani, kila mtu amempa kitu cha kufanya, kanisani, serikalini na kwenye jamii katika ujumla wake. Kila mtu atimize wajibu wake, akitenda kwa wema na kwa upendo, akijua kila jambo analofanya ni huduma aliyotumwa na Mungu kuja kuifanya duniani. Leo ni sikukuu ya muunganiko wa makanisa hapa Tanzania, ile jumuiya ya Kikristo, na sisi kwa mkoa wetu wa Mbeya tunafanyia kwenye kanisa la Baptisti pale Soweto. Nitoe wito kwa wanambeya wote kuhudhuria katika ibada hiyo itakayoanza saa 8, ili tukamwombe Mungu kwa umoja katika mambo ya kitaifa, kwa umoja katika mambo ya mkoa, na kwa umoja katika ujumla wake katika mambo ya dunia, kuhakikisha dunia hii inakuwa kitu kimoja na watu wanamtumikia Mungu kwa furaha. Mungu wa mbinguni atubariki washarika na Wakristo wote duniani kusherehekea umoja ambao Kristo aliuanzisha yeye mwenyewe katika ombi lake kwamba Baba, siwatoi humu duniani, lakini walinde hao watu ambao wameniamini, na akalituma kanisa kwenda kufanya kazi ulimwenguni kwa umoja. Kwa hiyo Mungu atusaidie tutende kwa umoja, tuishi kwa umoja na tufanye vitu kwa umoja. Hakika tutaiona nguvu ya Kristo hapa duniani. Amen. Leo ni sikukuu ya CCT kwa maana kwamba ni umoja wa makanisa. Sasa somo letu linapozungumzia umoja ni kuanzia kwenye ngazi ya familia. Unapokuwa na familia yenye umoja, inajenga familia ambayo ni imara. Lakini pia kwa kanisa ni lazima lidumishe umoja ili kuwaweka watu wao wamoja, na hata mambo yataenda, kwa sababu mnapokuwa na umoja kila jambo mnalokubaliana linaenda, kwa sababu hakutakuwa na mawazo ya tofauti.
na sio kanisa tu, hata kwa taifa kwa ujumla. Taifa lenye umoja siku zote linakuwa na mshikamano, watu wake wanakuwa na mshikamano, lakini hata maendeleo yanakuwa ni makubwa. Lakini hakuna taifa lenye umoja ambalo linakuwa na matafaruku, linakuwa na ugomvi wala vita ndani ya taifa ambalo linakuwa na umoja. Hivyo ni wajibu wetu kuishi kwa umoja na mshikamano. Asante. Kwa majina? Kwa majina naitwa Peter Sanga, msharika wa usharika huu wa Rwanda. Asante. Kwa majina naitwa Ishano Ngao, ni muumini wa usharika wa Rwanda. Neno la leo lilikuwa linahusu umoja, na sisi kama washarika tumelipokea kwamba washarika inatakiwa tuwe na umoja katika maisha, maana hata katika viungo vya mwili, kiungo kimoja kikiondoka, viungo vingine haviwezi kufanya kazi. Hivyo na kanisa ili liweze kukua, tunahitaji tuwe na umoja. Asante. Nianze. Kwa majina naitwa Finest Philbert. Leo mtumishi ametukumbusha kuhusiana na swala la umoja. Umoja kitaifa, kifamilia na hata usharika. Umoja una umuhimu mwingi sana. Kwa hiyo kupitia umoja tunajifunza vitu vingi sana na tunaweza kushirikiana katika mambo mengi. Kwa mfano, kupitia katika umoja tunaweza tukafanya vitu vingi na maendeleo mengi na katika sekta mbalimbali, kwa mfano kifamilia na hata usharika kiumoja. Nashukuru. Na kupitia neno hili hapa la umoja nimejifunza kwamba na kupitia neno hili la umoja naweza nikaishi na watu vizuri na naweza nikafanya maendeleo mbalimbali, na hata katika maofisi kupitia umoja naweza nikafanya ushirikiano.